Gazeti hili la Jamvi la Habari wameandika kimenuka majimboni. Majina ya Makonda, Andengenye, Chongolo, Serukamba, Homera, Kadogosa yawapa pressure watiania na wabunge wastaafu. Majimbo waliotiania sasa ni moto, wapambe waanza kupigana vikumbo wakisubiri kupulizwa filimbi Juni 28 hadi Julai 2. Uteuzi wa Rais Dr. Samia aliofanya juzi watoa picha ya jinsi uchaguzi wa ndani CCM utakuwa na vuta ni kuvute. Lakini kusitishwa kwa makongamano na mikutano kuliko tangazwa na Katibu Mkuu CCM Dr. Emmanuel Nchimbi kwa punguza kasi mbinu za wagombea. Kuna baadhi ya majimbo ni kama kuna joto hivi. Yeah. Kwa staff. Sababu tunaona kwenye hizo nafasi kuna watu wanasema manguli. Manguli ambao tunaona wameacha nafasi zao, wameenda kupigana huko, wanasema kupambana. Na baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba kwa mwaka huu kwa asilimia kubwa wabunge wengi ambao wako kwenye nafasi zao ambao wanaenda kustaafu wiki hii hawarudi majimboni tena. Kwa maana hawarudi bungeni tena msimu ujao. Unasema baadhi ya nini? Ya wabunge ambao wanaenda kumaliza muda wao hawarudi bungeni tena. Kwa sababu kwanza kutokana na vigogo ambao wanatajwa kwenye maeneo yao. Ndiyo. Lakini pili ni kutokana na mwenendo wao kwa msimu ambao huu umepita ukiwa maliza kutokana na mwenendo wao. Lakini tatu ni kutokana na kile ambacho wengi wanasema mwaka 2020 walau kulikuwa na kamsereleko. Lakini mwaka huu ni jipambania mwenyewe. Alafu pia ukiangalia kuna idadi kubwa sana ya wajumbe, kuna ongezeko la wajumbe tofauti na ilivyokuwa awamu iliyopita. Na ulichotoka kukizungumza hapo TK, ndio. Ukiangalia nafasi ya hawa waheshimiwa ambao walikuwepo majimboni. Ndio. Wajumbe au hata wananchi wana nafasi kubwa ya kuwafahamu kwa sababu tayari wameshakaa nao miaka 5. Kwa hiyo wanajua kabisa kwamba huyu tulikuwa naye miaka 5. Udhaifu wake uko wapi? Umeona? Changamoto zake ziko wapi? Ndio. Kwa hiyo na maana inakuwa ni rahisi sasa kutazama. Yaani wanasema kwamba kulinganisha. Kwamba huyu ambaye hajawahi kukaa kwenye hiyo nafasi inaweza akawa na nafasi kubwa sana ya kushinda kwa sababu tayari wananchi bado hawajamfahamu vizuri kuliko yule ambaye alikuwepo kwenye nafasi. Nilisema jambo kwamba moja ya faida ambao walikuwa nayo wabunge ambao wako kwenye madaraka kwa sasa ambao wamebakisha siku kadhaa walikuwa na nafasi ya kuwaonyesha watu wamefanya nini. Ndio. Unajua sasa hivi kama umefanikiwa kuhudumu miaka 5 bila shaka kuna vitu ambavyo umevifanya. Kwa hiyo unachotarajia ni kwamba unarejea kwa kutuambia umefanya nini. Yaani ni umekuja kwa ajili ya kutuonyesha, kutupa mrejesho umefanya nini na kwa nini tukupe nafasi kwa mara nyingine. Lakini kama unaona unakuja tena kwa ajili ya kutudanganya ni ngumu. Kuliko huyu ambaye hajawahi hakuwa mbunge. Akija leo hii anaweza kaja na propaganda zake za uongo na ukweli na tukajia kwenye mfumo. Na wengi waga wanaangalia yale mapungufu ambayo wewe ulikuwepo na hujayafanya. Wewe ulikuwepo. Kuna baadhi ya vitu hujafanya. Kwa hiyo anapokuja mgombea mwingine anakuja anasema kwamba mimi nitafanya hiki. Wakati wewe ulikuwepo kwenye muda huo miaka 5 hamna chochote ambacho umekifanya. Na kibaya zaidi kuna wabunge wengi ambao ukaribu wao na wananchi unakuja miaka ya uchaguzi pekee. Yaani miaka ya uchaguzi ndio unakuta wanafanya miradi mingi, miaka ya uchaguzi ndio unakuta wanafanya vitu vingi ambavyo wanajua kabisa hivi vya kuombea kura mwaka huu. Ile miaka yapo katikati hata kufanya ziara tu kwa wananchi inakuwa ni changamoto. Lakini mwishoni huko kwa sababu anasema kwamba ni dakika za mwisho na anataka kurudi. Anataka kurudi na anataka kuandaa wananchi kisaikolojia kwamba kuna kitu fulani nilifanya, anaonesha juhudi kwamba ngoja nifanye hiki kwa sababu huu mwaka wa uchaguzi bwana ili waweze kunichagua tena. Lakini hiyo sio sawa. Yote kwa yote kwenye kichinjio hapo ndipo tutakapokuja kufahamu. Na vigogo asilimia kubwa, vigogo wengi wakubwa wanatajwa kwenda kwenye ubunge. Ndio. Tumeona wengi. Kama hapa umemwona Kadogosa. Ndio. Alikuwa ni bosi kabisa pale shirika la reli. Lakini pia umemwona Homera. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Umemwona Serukamba pia vivyo hivyo. Umemwona Chongolo alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Songwe hapo. Lakini pia Andengenye alikuwa kule Kigoma na yeye anatajwa kuwania moja ya jimbo hapa mkoani Mbeya. Umeona Makonda pia.
Na ameshaaga Makonda. Amezungumza jambo jana. Jana alikuwa ameaga jana. Kwamba sasa bwana, mimi nashukuru kwa nafasi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa amenipatia na ameniamini mara mbili zote. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumzia kwamba alimwamini ndani ya chama, alikuwa mwenezi. Lakini baadaye akaenda kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Ndio. Na sasa anaenda kugombea. Ndio. Haya, taarifa hiyo imeandikwa kurasa wa 3 gazeti hili la Jamvi la Habari. Waliotemwa na Samia kuwania majimbo haya. Picha inamuonesha hapa Daniel Chongolo, yuko hapa kwenye habari picha gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini namuona hapa kwenye habari picha yuko Paul Makonda, Juma Homera, yuko hapa pia Masanja Kadogosa. Waliotemwa na Samia kuwania majimbo haya. Taarifa imeandikwa kurasa wa 2 gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kwa Arusha pale na Makonda waisha asilimia kubwa kwamba anaenda kupambana na Mrisho Gambo. Naona. Ndio. Lakini pia tumemwona hapa Daniel Chongolo ambaye anatajwa pale Njombe, jimbo la Makambako, si ndio? Ndio. Lakini pia tumemwona Juma Homera ambaye anatajwa na Mtumbo. Lakini pia tumemwona Masanja Kadogosa anatajwa pale mkoani Simiyu. Ndio, moja ya jimbo hapo pale mkoani Simiyu. Gazeti la Mwananchi wao wameandika mkeka wa Samia moto majimboni. Awapa fursa wakuu wa mikoa na watendaji wanaotajwa kuutaka ubunge. Wadau wa siasa waeleza watakavyoongeza joto, huku CCM ikipiga marufuku mikutano ya watiania na wajumbe wa kura za maoni. Kurasa mbele hapa leo kuna habari, kuna watu wametaradadi kwenye magazeti. Nikiangalia gazeti la Mwananchi hapa pia namuona hapa kurasa mbele yuko hapa Paul Makonda, yuko hapa Daniel Chongolo, yuko hapa Peter Serukamba, yuko hapa Dr. Juma Homera kwenye gazeti hili. Lakini pia namuona hapa Tobias Andengenye ukurasa wa mbele. Na kuna nukuu hapa, mkuu wa mkoa ana ushawishi lakini anaogopwa kwa nafasi yake. Ukimwacha na nafasi yake kuna uwezekano akachaguliwa kwa sababu ya ukuu wa mkoa alionao, lakini ukimwondoa anaruhusu watu wampime kwa uhalisia wake. Hiyo ni nukuu ya Kihama Mwaimu. Ndio. Hivi inakuwaje kwa mfano mimi ni mkuu wa mkoa wa Mbeya labda, si ndio? Ndio. Lakini kwenye ukuu wangu wa mkoa wa Mbeya nahitaji kugombea mkoa huo wa Mbeya. Hatuoni kama kipindi ambacho mimi ni mkuu wa mkoa naweza nikawa nafanya hujuma kwa mbunge ili niweze kupata nafasi mimi ya kuwa mbunge? Na mimi kwa ninachokiona ni kwamba mtu mpaka inafikia tu anagombea sehemu ambayo alikuwepo, ana imani kwamba watu wananikubali. Lakini na watu wananiamini. Lazima aliwekeza nguvu kipindi ambacho ni mkuu wa mkoa, kwa maana alikuwa anawekeza upande wa ubunge sasa, sio kuwa mkoa. Yawezekana kwenye ile nafasi pia ya ukuu wa mkoa watu wakamwamini kutokana na shughuli ambazo alikuwa anazifanya. Na yeye akaona kwamba kama hatuoni kama kuna mgongano wa kimaslahi baina ya mbunge aliyepo na aliyekuwa mkuu wa mkoa, kwamba yule aliyekuwepo kwamba alikuwa anafanywa hujuma, kwa maana kwamba inawezekana kwa anafanywa hujuma mapema ili watu waone ufai, kwa sababu kikawaida tumezoea kuona mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mbunge, tumeona mara nyingi sana wao wanakuwa ni watu wa kupeana promo wanapopata nafasi ya kuzungumza mbele za watu, kwa maana kwamba mkuu wa wilaya anaweza kapanda sehemu akasifia serikali, lakini pia kamzungumzia hata mbunge kwamba amesaidia sana kupatikana kwa jambo hili. Lakini kama huyu mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa anatamani kuwania jimbo ambalo yupo huyu mbunge, atatoa hizo sifa kwa huyu mbunge kwamba huyu mbunge anapiga kazi kweli kweli. Na uzuri ni kwamba ukishakuwa labda mbunge sehemu kwa inavyokuwa au ukiwa mkuu wa mkoa sehemu, unajua wanafanya kazi kwa kushirikiana. Yaani mnafanya kazi kwa kushirikiana. Sio kwamba kwa sababu wewe mbunge, kwa sababu wewe mkuu wa mkoa, kwa sababu wewe mkuu wa wilaya. Lakini kwa mimi ambacho nakiona ni kwamba yawezekana akaona kwamba hapa kuna udhaifu fulani, kwa hiyo mimi nikipita hapa nikipita na vitu fulani. Unakumbuka kilichokuwa kimetokea pale Arusha
Ndio. Kwa kati ya Paul Makonda pamoja na Mrisho Gambo ambao mara nyingi sana wamekuwa kipigana vikumbo mbele za raia, mbele za wananchi, kwa linafanya watu wanasema yote hiyo ni kwa sababu ya vita ya ubunge baina ya mkuu wa mkoa ambaye kwa sasa aliyekuwa pamoja na mbunge wa eneo hilo. Tulikuwa tunaona mara nyingi sana wanasemana vibaya mbele za wananchi, na ni viongozi wote walikuwa wa eneo hilo. Sasa kwa maana moja ni mkuu wa mkoa, mwingine ni mbunge. Sasa vita ambayo ilikuwa inatajwa ni kwamba ni vita ya ubunge, lakini sasa hivi tunaona mkeka umechanika kwa Makonda, kwa maana kwamba kwenye ukuu wa mkoa uelekeo ni wapi? Watu wanasema ubunge. Na ndio maana nakwambia kwamba urais ambao unakuepo ni kwamba mkuu wa mkoa anaweza kawa anajua kabisa kwamba hapa nikipita na upepo fulani, kwa sababu siko eneo hilo kwamba nikipita na upepo fulani inawezekana nikapenya. Kwa hiyo pia inaweza ikampa urahisi ya yeye kuangalia udhaifu wa huyu aliyekuepo, wapi alikuwa anafeli, wapi ambapo alikuwa anakosea, na ikamsaidia pia hata yeye kupenya kwenye hiyo nafasi. Sababu kuna mwingine anakuja kutatua mgogoro, lakini anakuambia hii changamoto ilibidi itatue mbunge, ameshindwa, ndio maana nimekuja mimi kama mkuu wa mkoa. Kwa pale ina maana ni kama anakuwa anakandia upande fulani ndio. Haya, taarifa hiyo imeandikwa ukurasa wa ndani gazeti la Mwananchi, lakini kuna taarifa ya wataalam waeleza sababu za kukosa hedhi. Ni taarifa ambayo imeandikwa ukurasa wa 6 gazeti hili la Mwananchi.